Serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehakikisha mlipuko ambao uliweza kutokeza vifo vya watu watatu, kati yao kulikuwa mwanamemba wa UNICEF na huyo ni mwananchi wa Ufaransa, yatoa pole za rambirambi. Katika eneo la Kisangani huko umepandishwa bei la mafuta ya gari ya carburant ambayo yameweza kusababisha matembezi mazuri katika mji wa Kisangani, ambapo maraia watoa mwito kabisa kwa serikali kwa kuchukua mpango kamilifu kwa haraka ili mambo yote yarudi kwa usawa. Urefu wa habari. Taarifa za habari katika idara ya Kiswahili, wapendelevu wapenzi popote mpatikanapo. Acheni tuwakaribishe, karibuni na amjambo nyumbani kwenu. Habari tutazifungua na habari zenye kuhusika na pole ya rambirambi ambayo imetolewa na serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni kufuatana na mlipuko uliotokeza huko katika eneo la Goma, mjini Goma katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Yamehakikishwa na serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kama haya kabisa yalisababisha vifo vya watu watatu, kati yao kulikuwa mwanamemba wa UNICEF Karine Buiset. Ujueni ya kwamba wameweza kutoa pole za rambirambi katika communication haya ambayo iliandikwa na serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pole zimetolewa kwa jamii ambazo ziliguswa na hiyo kabisa mlipuko wa ambao ulitokeza katika eneo la Goma. Ujueni ya kwamba serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamehakikisha ya kama uchunguzi utafanyikwa kabisa gisi inavyostahili ili wale ambao waliweza kutokeza haya waweze wakawekwa mkono. Habari tukirudi hapa katika mji mkuu wa Kinshasa, jueni ya kwamba yatayarishwa kikao kikubwa kenye kuhusika na biashara ambapo kitaitwa Workshop National ambayo yametayarishwa na waziri mwenye kuhusika na biashara ya nchi Bwana Julien Paluku Kahongya. Kufuatana na hiyo, ameendelea na matayarisho ya kikao hicho. Jueni ya kwamba kitandishwa itakuwa ni tarehe 17 mpaka tarehe 18. Kwa hiyo aliweza kupokea maprofesa wa vituo vya juu kwa eneo mbalimbali ama wa university mbalimbali kwa namna ya kuweza kufaidisha hiki kikao ambacho kitaandaliwa. Fateni kwa urefu. Waziri wa biashara ya nchi Julien Paluku Kahongya aliongoza mkutano wa kiufundi mjini Kinshasa pamoja na maprofesa wa vituo vikuu. Hawa watasaidia kwa kutunga sera katika kuendekeza kwa programu ya nchi. Haya yatafuatana na kuboresha ushirikiano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkutano wa Umoja wa Kimataifa ya biashara na maendeleo. Lengo itakuwa kuifanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na ushindani, utaalamu ama ufahamu wa maprofesa wa vituo vikuu lazima uimarishwe ili kuunda maendeleo katika sera za kilimo, viwanda na biashara. Warsara wa taifa itawaruhusu wataalamu kutambua vikwazo ama tatizo inazoia uzalishaji, usindikizaji na usafirishaji wa vitu vilivyotengenezwa nchini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alivyofahamisha waziri mwenye kuhusika na biashara Julien Paluku Kahongya. Mpango huu wa serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulipokelewa vizuri na maprofesa ambao waliaga kujiunga pamoja na waziri mwenye kuhusika na mambo ya nchi Julien Paluku Kahongya kwa kupatia faida vitu vyenye kutengenezwa nchini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yameitwa Made in Congo. Habari za komeo wafuataji wapenzi, jueni ya kwamba mfuko wa fedha la kimataifa alikuwa katika mazungumzo naye waziri mwenye kuhusika na budget. Haya ilikuwa ni mwakilishi wa mfuko wa fedha la kimataifa ambapo alikuwa katika mazungumzo na waziri mwenye kuhusika na budget Adolphe Muzito. Jueni ya kwamba ilikuwa mingi zaidi kwa kuweza kukaribisha kabisa ahadi la serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatana na program yenye kutumikwa katika nchi letu pamoja na FMI. Haya kabisa ni kufuatana na kuimarisha kabisa budget ambayo yatatumikishwa katika programu hiyo. Fateni kwa urefu. Kwa mwakilishi wa mfuko wa fedha la kimataifa, baada ya kuzungumza naye waziri mwenye kuhusika na budget Adolphe Muzito alifahamisha mbele ya wapasha habari ya kama walizungumzia ilikuwa ni kuhusu ahadi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa iliyo ya kuendelea na utekelezaji wa programu ili kuhakikisha matokeo iliyo ngojelewa katika swala zima na kuimarisha uhamasishaji wa rasilimia ya budget na utekelezaji wa sera la umma ama ya mafikiwa ipasayo. Aliongeza Rene Papsobaya kama lengo ni kuhakikishiwa na kuwa na uhakika ya kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mfuko unayostahili ama pesa unazostahili, kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwe na mfuko ambao umestahili
ama pesa kwa matimiliko ya programu hii ambayo yatahusika zaidi na maendeleo na kumaliza shida na tatizo nyingi kama vile security, kuunda makadhi na mambo kadhaa. Aliweza kufahamisha ya kama hatua litakalofuata itakuwa ni maandalizo ya utume rasmi wa mfuko wa fedha la kimataifa mwisho wa mwezi wa 4, na hiyo yataweza kuwaruhusu na pia itakuwa kujulisha mwenendo wa ahadi na mageuzi yanaendelea na utekelezaji wa Kongo. Kwa ngambo la serikali la Judith Suminwa, hii program pamoja na mfuko wa fedha la kimataifa inamaanisha na itakuwa ya muhimu pia kwa kuonesha uaminifu wa kiuchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyopia maono la Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Gisi tuliwapashwa kwa ufupi wa habari zetu wafuataji wapenzi. Katika jimbo la Chopo mjini Kisangani huko yamepandishwa bei ya mafuta ya gari ama carburant kama imeitwa kwa lugha la Kimombo. Ni kwamba yameweza kusababisha kabisa matembezi mazuri katika sehemu hilo. Ilikuwa ikiuzishwa kwa 317 kwa muda, imevuka kwa 400, jambo ambalo limeleta fujo toka asubuhi ya leo siku ya 4. Ni kwamba hata kuna station ambazo hazikutumika kwa kuweza kuuzisha mafuta ya gari. Kufuatana na hiyo, kuna wale ambao wameita wakadafi wamekuwa wakipandisha pia bei kwa ngamo lao kwa kuuzisha litri moja kwa 700. Tatizo pia vile vile kufuatana na gisi transport yameweza kuongezeka bei. Makazi huko wametoa mwito kabisa kwa serikali kwa haraka kuchukua mpango kamilifu ili jambo hilo liweze likarudi kwa usawa. Wengine imekuwa ikisemeka chini ya kama mafuta haya yametokelea ni katika mashariki katika eneo la kaskazini ambalo limekuwa na security, ndipo hapo kabisa mafuta hiyo yamekuwa na tatizo kwa kufika katika mji wa Kisangani. Habari tukiendelea wapendelevu wapenzi, juni ya kwamba katika teritoria ya Lubero huko kadhi yameendelea kukomelewa kabisa ya kushushwa kwa silaha yenye kuendeka na PDDR CCS. Juni ya kwamba hao kabisa wameendelea na kadhi katika sehemu hilo. Tulikuwa tukimpata bwana Eric, alitufasiria mingi zaidi kwa nini katika video kumeonekana waasi wakasi 4 pahali ya kuonekana hao waasi 13 ambao wameonekana kushusha silaha. Alitufasiria mafasiro zaidi, tumfuate bwana Erike. Huyo kanali anayeitika kwa jina ya Kasereka Kala Ijires alikuwa na vituo viwili, na kwenye hiyo vituo viwili ni huko tulienda tukasalimisha hawa watu kwa viwango viwili. Kiwango ya kwanza kulikuwa watu 9. Hao watu 9 tulienda kuwasalimisha silaha, kuwapokonya silaha zao wakati walizisalimisha jana hiyo pale Kasuo. Kasuo ni mugini unaopatikana kwa umbali wa kilomita 15 na mjini ya Lubero. Wakati tulifika hapo, wakajisalimisha hapo, na hao 9 wakati walipozisalimisha na kuwapokonya silaha, haikukuwa tena ya maana tutoke nao huko Kasuo mpaka tuafikishe Lubero, kwani ya kwanza ni mbali na ya pili kuwabeba gari ilikuwa na nafasi kidogo. Ndiyo maana hawa watu tuliwatosha Kaeri kuwafikisha Kasuo na silaha zao, ili administrateur wa territoire au mkubwa wa territoire ya Lubero ahakikishe na kujionea mwenyewe kama huyo Kasereka Jirese Kalai amejisalimisha na ameitika kuacha hiyo kazi ya upiganaji wa chini kwa chini, yani kimaimai ama kizalendo. Na ni uliona kwenye video ni mkubwa mwenyewe anasimamia polisi ya territoire yote ya Lubero, ni yeye alimpokea hapo. Kulikuwa wengine waongozi wa FARDC, yani kulikuwa colonel wa FARDC anayehusika na utafiti, yani charge de renseignement wa FARDC, naye alikuwa hapo, na wengine viongozi wa FARDC walikuwa hapo ili wahakikishe kwamba hawa wapiganaji wa chini kwa chini wamekuja, wamejiripoti na wamejisalimisha. Tukirudi hapa mjini Kinshasa, wapendelevu wapenzi, ni kwamba kadhi ya kuwapeperusha na kufikia kabisa wakuluna katika mji mkuu wa Kinshasa yameendelea kukomea. Juni ya kwamba ni kwa uongozi wa kiongozi mkuu wa askari polisi, ndipo hao kabisa wameweza kuwekwa mkono wa jambazi karibu 125 wamefungwa na kuonesha radhi mbele ya makazi pia wapasha habari, ambapo jambo hilo wakazi waomba kabisa likomeshwe ni kwa haraka. Watu hao kawana nafasi kwa kuishi na wengine katika mgini inabidi wapelekwe gerezani. Fateni kwa urefu wa habari.
Ni toka mwezi wa kwanza ndipo kiongozi mkuu wa askari polisi hapa mjini Kinshasa, Israel Kontu, ameanzisha kazi ya kufigia katika mji wa Kinshasa wale wajambazi wote wenye kukosesha raia usalama. Wengi ni karibu 145 walioonyeshwa radhi mbele ya raia, pia wapasha habari. Hawa makuluna wajambazi wenye kutumika na vyombo kama visu, silaha, shoka na mambo kadhaa kwa kushambulia raia katika mji wa Kinshasa na kuwakosesha amani. Wengine wameingilia watu katika manyumba, wengine wameua watu kiolela, wengine wamenyang'anya pikipiki, na wengi ni makuluna ambao wamefungwa katika sehemu la Mongafula. Walipowasambisha moja kwa moja, ilibidi kufanya tena uchunguzi kwa kufahamu mengi kati wajambazi namna gani watumika. Ndio maana masambo yao yamerudishwa tena, ni siku zijayo ndipo wataweza kurudi mbele ya mahakama kwa kuweza kusambishwa vizuri. Shangilio kwa maraia waliohudhuria kwa hiyo masambisho, wakifahamisha ya kama ni sherti serikali la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifanye lolote ili watu kama hawa wasionekani tena katika mji mkuu wa Kinshasa, kwani hawa ni hatari mtupu wakiachiliwa. Haya ni matunda ya service ya security ambayo yameendeka katika mtaa 4 hapa mjini Kinshasa. Taarifa za habari tumalizikia hapo. Mlikuwa kwa kutufuata upendelevu wapenzi, endeleeni mkitufuata SV TV katika mtandao za interneti zote, tumepatikana huko. Kwangu na aga mbaki vizuri nyumbani kwenu. Mungu awabariki. Tukutanane tena ni kesho wala baadaye.